Nini kinachomponza Raila Odinga? Mwishoni mwa wiki kumeshuhudiwa kitu ambacho hakijatokea kwa miongo kadhaa. Raila Odinga alizomewa na wananchi alipohudhuria mechi ya soka Jumapili katika kaunti ya Kisii, eneo ambako alikuwa na uhakika wa kuungwa mkono kwa miaka mingi. Hii ina maana gani hasa kwa kiongozi huyu anayesifiwa kama mshawishi mkubwa wa kisiasa, sio ndani ya Kenya tu bali hata nje? Raila Odinga amejidhihirisha kama mdau mkubwa wa siasa za Kenya na Afrika. Unaweza kusema ni miongoni mwa aliyekuwepo, yupo na ataendelea kuwepo katika siasa. Miaka nenda miaka rudi, jina lake Raila limetajika akiwa mchango katika serikali mbalimbali na marais tofauti wakilazimika kufanya kazi ima kwa hiari au kwa mazingira ya kulazimishwa kisiasa. Wachambuzi wa kisiasa wametofautiana juu ya mbinu yake, wengine wakiona ni kinyonga anayegeuka rangi kuendana na serikali na siasa zilizopo nchini, pengine kwa maslahi yake, huku wengine wakimchukulia kama profesa wa siasa anayejua kucheza kulingana na mwelekeo wa siasa. Vyovyote vile amefurahia uungwaji mkono bila shaka, hasa kutoka maeneo ya magharibi mwa Kenya, pwani na hata mji mkuu Nairobi. Lakini taswira ya mwishoni mwa wiki mjini Kisii inaleta tashwishi kubwa kwa ushawishi wa gwiji huyu wa siasa. Kwani watu wamechoka au tukio la kipekee? Ukifuatilia siasa utasikia neno maarufu handshake. Raila amepewa jina la baba wa mahandshake, kumaanisha kufanya maridhiano na marais wote waliokuwa madarakani isipokuwa tu rais wa kwanza wa Kenya Jomo Kenyatta, badala ya kuwa na msimamo thabiti kama kiongozi wa upinzani. Baadhi ya watu wanaona sio sahihi wa kiongozi wa upinzani kushirikiana kwa kila jambo na upande wa serikali, kiasi cha wanachama wake kujumuishwa katika baraza la mawaziri wanaomuunga mkono kisiasa wanatakiwa kuwa na msimamo upi? Kama unavyofahamu, handshake ya Raila na Ruto sio ya kwanza. Alisalimiana na Moi, akampa mkono Kibaki, wakaongozana sako kwa bako na Uhuru, na sasa wamefikia maridhiano na Ruto. Lakini handshake yake na Ruto inaonekana imemponza, kwani mashinani ni kama wafuasi wake hawajaridhishwa. Wengine wanaona kama njama ya Ruto kukandamiza upinzani huku akijiandaa kwa uchaguzi wa mwaka 2027. Kwa wengine ni ishara ya kuchoka kwa Raila au kushindwa kudhibiti siasa za upinzani, na hata pengine ushawishi wake kisiasa unafifia na ni fursa yake sasa kupumzika. Lakini yeye mwenyewe anasisitiza bado yuko ngangari. Licha ya kushindwa katika uchaguzi wa wenyekiti wa tume ya AU, amerudi nyumbani na akarudi ulingoni. Handshake yake na Ruto bado inajadiliwa, lengo lake ni nini haswa. Lakini ikiwa mtindo mpya unaojitokeza ni kuzomewa kama ilivyoonekana Kisii, basi nini mustakabali wa Raila katika uchaguzi ujao mwaka 2027?